Alikuwa ni hapa. Amelazwa hapa. Na unaona kilichotusaidia watu kumuona ni kwa sababu kumekuwa peupe. Ina maana kungekuwa na nyasi au migomba mingi asingeweza kuonekana kwa haraka. Ni harufu tu labda ingetushtua. Lakini kutokana na usafi wa mazingira yanayofanyika ndio maana imesaidia mtu ameweza kuonekana kwa haraka. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 22 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Hapa ni katika mtaa wa Kanisani, kata Sokoine, jijini Arusha. Asubuhi hii ya leo kumeripotiwa tukio la mwananchi mmoja ambaye jina lake bado halijafahamika. Mwili wake umekutwa umefariki katika eneo ambalo ni nyuma ya nyumba. Lakini kwa mujibu wa majirani wameeleza kwamba asubuhi wakati wanapita hapa waliukuta mwili huo, lakini hatua zilizochukuliwa ikabidi watoe taarifa kwa viongozi wa serikali na wakapigia jeshi la polisi wakafika eneo hili kwa ajili ya kuchukua mwili huo. Lakini tumezungumza na mwenyekiti wa mtaa huu akiwaasa wananchi kuendelea kuwa makini zaidi katika sherehe hizi za mwisho wa mwaka. Kwa majina naitwa Bahati Haji Nyari, mwenyekiti mtaa wa Kanisani. Kwa kweli leo ni kitu ambacho kimetusikitisha kilichotokea kwenye mtaa wetu. Ni mtu asiojulikana tumekuta amekufa katika eneo letu. Amefia, yani ni kwenye uchochoro, sio ndani. Na ni mtu ambaye sio wa mtaa wa Kanisani kabisa. Hatumfahamu. Hatujui alipotokea. Kwa hiyo hatujui kwamba ni ameletwa au alidondoka mwenyewe. Hilo hatuna habari nalo kwa sababu hatumjui, sio wa kwetu. Ni wa jinsia gani? Ni mwanaume kwenye miaka 35 mpaka 40. Hata hivyo watu walikuwa wamepita kwenye ulinzi alfajiri. Nafikiri labda baada ya hilo ndo maana ikawa labda wamemleta hapo. Hakuna hata mmoja aliyomtambua. Wito kwa wananchi ni kwamba tuendelee kujulishana matukio kama yanayotokea au pale tunapohisi kwamba huyu mtu sio mtani kwetu au ana tatizo fulani tuweze kujulishana. Hana jeraha. Otherwise labda ukamkague huko polisi labda ndo tutajua baadaye. Lakini kwa sasa tulivyomwangalia tunamuona tu yupo kama alivyo. Alikuwa hana suruali lakini shati lake analo. Katika mwisho wa mwaka kuwa kuna matukio mengi. Kwa hiyo ninawaasa wananchi wote, hususani wananchi wa mtaa wangu wa Kanisani, kuwa makini na watu ambao wasiowajua na kuweza kujilinda pia, maana matukio ni mengi. Sasa hivi watu waizi wamekuwa ni wengi kupita kiasi. Matukio yanatokea mchana, usiku. Kwa hiyo ninawaomba wananchi wa mtaa wa Kanisani kwa pamoja bila kujali dini, ukabila wala uchama, tufanye kazi kwa pamoja, tushirikiane ili tuweze kuulinda mtaa wetu, ili kusiwe na vurugu kwa kuishia mwisho huu wa mwaka. Kwa hiyo ninawaasa sana wananchi wa mtaa wa Kanisani, tutoe ushirikiano pale tunapoona panahitaji ushirikiano, na tusaidiane pale wanapoona tunastahili kusaidiana. Tupo wakati wowote, mchana usiku, tusaidiane kwa pamoja. Naitwa Yohana Olais Molel, mkazi wa mtaa Kanisani. Tumefahamu hii tukio baada ya sisi kusikia kwamba kuna mtu amefariki hapa, tukaja kushuhudia wenyewe. Tumemkuta kweli amefariki. Na alafu tukakuta iko uchi, tukafunika, tukapiga simu, balozi akapiga simu, askari wakaja kumchukua. Ndio. Alikuwa uchi, huku ndio tumefunikwa na shati, lakini huku kuko uchi. Ni wa kiume ndio. Kidogo imetutia hofu, lakini tumeamua tu kuzua, ndo tunajiuliza wenyewe huyu mtu ametoka wapi, maana hafahamiki mtaani. Hatujai kumuona huko. Kama viongozi wetu wako makini, ila sisi wananchi inabidi sasa tuwe makini zaidi, ili tutakapoona mtu ambaye hatujai muona mtaani tuanze kujitathmini au kujuliza viongozi wetu. Ndio. Lazima tutoe kwa viongozi wetu na hao viongozi wetu watoe kwa serikali yetu. Naitwa Mama Juma au jina maarufu Sara. Tulivyoamka asubuhi tulipita kuelekea dukani. Tukashangaa kukuta sweta njiani. Nilivyotoka dukani kurudi kupiga macho nikaona miguu kwanza, ndipo niliposhtuka. Tukakimbia kwa balozi sio mbali, tukatoa taarifa. Balozi akaja akafanya utaratibu wa kupiga simu polisi. Ndipo polisi walipokuja na kumbeba. Hapana, wapo wa kwanza. Kwa hiyo tulivyoenda dukani ndo tukakuta hizo fununu, wanasema kuna mtu kafa. Tulivyorudi kutoka dukani ndo tukakuta kweli mwili uko hapa chini. Kwa mtaa ni tukio la kwanza, hatujawahi sikia.
Walinzi wetu wako vizuri, yaani hata usiku tunapolala ndani tunasikia nje wanafanya kazi ya kutulinda. Kwa hiyo hatufahamu mtu ametokea wapi na tufahamu amelikuja kujaje hapa. Ni wa kiume. Wito wetu ni kuwa tu makini na watu ambao tuwafahamu, kwa sababu angekutana na viongozi wetu, wangekutana na sungusungu usiku wakati wa watu wanaolinda usiku, nadhani tungefahamu ni mtu gani aliyomleta au amekuja kujaje. Kwa hiyo nadhani aliletwa mapema, maana usiku kucha walinzi wanatulinda, tunasikia nje. Kwa jina naitwa Jonathan Paulo. Bwana, hii jambo ilitokea tu, tulikuwa tumelala asubuhi. Tumeshangaa tu watu wanasema kuna mtu amelala hapo amekufa. Tukaamka haraka kamwangalia alikuwa amekufa hapo. Kampigia balozi simu, nikamwambia kuna mtu amefariki hapo hivi, akasema ngoja nakuja. Ndio akafanya utaratibu, akaja akamuita mwenyekiti, ndio akaongea na mapolisi. Walivyokuja hapa wakapima wakaangalia, hali ndio ilivyokuwa hivyo. Kiujumla hakuna, yaani sisi tulivyoamka asubuhi tu tumeona tu mwili umekaa hapo, mtu amelala amekufa. Tulifuata kwanza, kabla ya yote yabidi tumpigie balozi ili tujue, ili mambo mengine yapite.